Hongera sana Twizy. Nafahamu kuwa huna taarifa, lakini mimi nimekuja kama mbadala wake kukupatia taarifa baba Kijacho. Adela na mimba yako. Na nafahamu kuwa hatuelewana, na sisi kama familia hatufikirii na wala hatupo tayari kutoa ule ujauzito. Jiandae kuitwa baba na ujiandae na malezi bora. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Za siku nyingi mama yake Amanda. Kuna tatizo? Kwa nini uitikii salamu yangu? Unajua waungwana huanza na salamu kwanza. Mnaendeleaje? Umefuata nini hapa? Yaani baada ya siku nyingi kupita, leo ndo unajua maana ya ungwana? Ulituacha tulikuwa tuna hali ngumu. Tulipoteza mwelekeo. Tulikuwa hata hatujui sehemu ya kwenda na wewe upo tu. Alafu leo ndo unakuja unajifanya kutusalimia. Ni kitu gani kilichokuleta hapa? Na nani amekufahamisha kama sisi tupo hapa? Mama yake Amanda, unajua kila mtu anaugulia maumivu yake mwenyewe ambaye hataki kabisa kuyaelezea kwingine. Hata mimi nilikuwa napitia changamoto nyingi sana. Lakini pia nilijitahidi sana kuwatafuta. Sio kwamba nilikaa kimya. Sikujua ni wapi mmeenda. Nilijitahidi sana. Sana. Na leo ni kama bahati tu nimefika. Nashukuru kwa hilo. Nyinyi ni familia yangu. Ni maumivu gani ulikuwa unapitia wewe? Kama sio furaha wangu kwa Twizy. Yaani mimi nifurahia anguko la mjomba wangu. Nitakuwa na akili kweli? Anguko lake ni anguko langu pia. Na ndo maana niko hapa. Nimekuja nahitaji kuonana na Twizy. Nina mambo mengi sana ya kuzungumza naye. Usitufanye sisi watoto nyuki. Tunajua lengo lako wewe pamoja na Adela. Kitu gani ambacho unataka kuzungumza na Twizy? Wewe sio mjomba, wewe ni adui namba 1 wa Twizy. Toka. Unacheka naye ndio adui yako. Nimesema ondoka. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Unielewi? Toka bwana. Kuna wakati tuanaoamini. Mwaji mkubwa wewe. Sini ulikuwa unafurahia sisi tulipotetereka? Ni kitu gani ambacho kimekutoa kwako kikakufanya ufike hapa? Unataka kuniharibia familia yangu eh? Umechukua mali umeona haitoshi. Ondoka nyuki. Ni sawa. Najua una haki ya kuzungumza chochote unachokitaka. Kwa sababu uelewi, hujui. Naomba akija Twizy mweleze kuhusu ujio wangu. Nahitaji kuonana naye. Mnafiki mkubwa wewe. Oh, oh, oh.
No, kula basi. Niko sawa. Sijaya. Sijakuzoea ukiwa hivyo. Yaani tangu ulipofika hapa sikuelewi. Hauko sawa? Kuna shida yoyote? Hapana. Kuna vitu tunajaribu kuvifikiria, lakini niko vizuri tu. Usiwe na wasiwasi. Basi sawa. Alafu pia Nyuki alifika hapa. Alifika? Ndiyo, lakini nilimtimua. Alikuwa amekuja kufanya nini baada ya siku zote hizo? Mimi mwenyewe hicho ndo kitu ambacho kimenishangaza. Lakini amekuja hapa, alikuwa anasisitiza sana, anataka kuongea na wewe. Mimi nikaamua tu nimfukuze kwa sababu na yeye ni miongoni mwa kundi la kina Adela. Sikutaka kabisa akutane na wewe. Kama alikuwa na shida ya kuongea na wewe, kwa nini asikutafuta tangia siku ya kwanza ulipopata matatizo? Aje leo. Kweli? inavyoonekana kuna kitu kikubwa sana kinaendelea. Mjomba hawezi kunitafuta bila kuwa na sababu. Kwa nini umekataa kula? Nahitaji majibu ya msingi. Kwa nini umekataa kula? Nazungumza na wewe. Yaani mimi najitahidi nilete chakula ili uweze kula kwa usalama wa hiki kiumbe, alafu puli. Kwa nini? Unataka afe? Unatakiwa kula ili huyu mtoto aweze kuishi. Kwa nini hutaki chakula? Unajua ni gharama ngapi nimetumia kwa ajili ya kile chakula? Nakuchukia. Nakuchukia sana angu. Ni sawa, una haki. Kwa sababu hata mimi nakuchukia. Nakuchukia sana. Nisikilize kwa makini. Tena weka uangalifu mkubwa kwenye hiki kiumbe. Unatakiwa ule, ushibe ili mtoto awe salama. Tumeelewana? Baada ya huyu mtoto kumtoa kwenye hili tumbo lako, una haki ya kuamua ule usile vyovyote vile utakavyotaka wewe. Lakini madam uko hapa chini ya himaya yangu, unapaswa kula. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo unatakiwa kula. Usiniangalie hivyo mimi. Leta chakula huko. Utakula kwa nguvu. Hakikisha huyo anakula akashiba. Tumeelewana? Mwezi unakupenda sana, natamani tuishi kama ikiwezekana, twende mbali mbali la zizi wangu. Vipi shoga yangu? Nimekuta mzigo nyumbani kwangu na sijapewa maelekezo yote. Ndiyo, ni kweli. Nimekupigia sana simu zangu na haukupokea. Kuna sehemu nilikuwa nimeenda. Nahitaji maelekezo kuhusu ule mzigo. Hebu kaa tuzungumze. Ile ni zawadi. Ni zawadi nzuri sana.
na imani ikifika sehemu husika, nadhani lengo langu litatimia. Sijakuelewa boss Said, unamaanisha nini? Usijali Nela, bila shaka unajua nini ninachokipambania kwa sasa. Yeah, naelewa. Basi nahitaji huo mzigo, nataka ufikishe kwa kile kijana mke cha Twizy, na imani akiupokea, basi kwetu itakuwa sherehe kubwa sana. Nimekuelewa shogangu, nitafanya kama unavyotaka. Okay, hebu nijue jambo moja kutoka kwako. Wewe mwenyewe unavyoona, una uhakika kwamba ule ujauzito ni wa kwako? 100%. Ingawa kipindi ambacho nilikuwa naishi naye pale nyumbani alikuwa ni msiri sana, na hakuweza kuonyesha dalili yoyote kama ni mjamzito, na hata nilipokuwa naondoka pale hakuongea chochote. Unajua kinachonipa mawazo na wasiwasi zaidi ni hizo taarifa akiweza kuzisikia Mai. Nisikilize Twizy, hili bado halijawa tatizo, lakini maamuzi yetu na namna tunavyozungumza na kushauriana, kuna mambo mawili: tutengeneze tatizo au tushauriane kupata tatuzi. Tatuzi ndio jambo la msingi sana. Inahitaji ujasiri kidogo, na utajue na roho ya kiume. Mkabili Mai, kaa naye chini, zungumza naye, kwa sababu anajua kwamba wewe na Adela mliishi pamoja. Kwa sidhani kama hili litakuwa geni kwake. Mjumbe, kila kitoto kidogo cha kunizalilisha mimi kinanitoa ndani, kinakuja kunilaza nje. Kweli mjumbe? Unajua sijakuelewa Ikwega. Unasema yani yule Amanda akakutoa wewe ndani akakupeleka nje. Yani imekuwa kuaje? Yani Amanda ana uwezo gani kukutoa wewe ndani akupeleke nje? Hebu acha hizo stories zako za uongo bwana. Kwega, yani sasa unakuja na geo. Mbona sikuelewi rafiki yangu? Mambo gani unaniletea sasa hizi? Mjumbe, hivi tangu lini nikakwambia mambo kama haya? Ujue ni ya ukweli. Nimezalilika mimi, nakwambia, ninajikuta niko nje asubuhi, watu wanapita wananiona mimi niko nje. Asoko alacheka, nimefurahi. Sasa nje kakutoaje? Yani mimi najuza kakutoa vipi nje? Wewe kwanza wewe mkubwa, mzito, afu umepinda kama konobao. Sasa kakuweka wezaje kutoa nje kukuleta? Yani kutoa ndani kuleta nje? Na yule mtoto ni mdogo? Yani utaalamuka uweza wapi? Nakwambia nina wasiwasi, yule mtoto ni jini. Sio mtoto wa kawaida. Lakini Kwega uliniambia wewe ni mtaalamu. Sawa. Na wewe ndo kila kitu. Sasa mtoto kakuweza vipi akutoe ndani akuleke nje? Yani amewezaje yule mtoto mdogo kama yule? Hivi wewe jini unalijua? Unajua jini au unaongea tu? Mimi ndiyo mtu mkubwa na ni mtu mzima. Nasema hivi, sasa amechokoza vita. Amechokoza moto usiozimika milele na milele. Nitamuonyesha. Yani kirahisi tu nitoke niende nyumbani nimwambie Mai kwamba Adela ana ujauzito wangu, hawezi kunielewa. Na ukilinganisha nimetoka kumuumiza kwa muda mrefu sana, sidhani kama wazo lako linafanya kazi. Hapa msingi sio kueleweka. Msingi ukweli umfikie haraka iwezekanavyo, na ukweli huo umempatia. Kwa sababu ujauzito ni kama pembe la ng'ombe ndugu yangu. Utaficha wewe, lakini ujauzito wenyewe kadri tunavyozidi kulala na kuamka, ujauzito unazidi kukua. Haya, mtoto amezaliwa, kesho umeletewa mtoto. Mai anaweza kusema kwamba wewe ulikuwa hujui, ataona ulimficha, akatokea mbea yoyote. Hapo amesema mama amekuja kukwambia. Just imagine sasa, mama akamfuata Mai, akamwambia kila kitu. Utakuwa katika hali gani? Nisikilize Twizy. Wahenga walisema muungwana akivuriwa nguo uchutama. Chutama kaka, chutama. Ukingangania kusimama, hii kesi itakuwa ngumu. Hii kesi itakuwa ni nzito, kwa sababu lazima
Mai atajua umemchezea shere. Hakuna mapenzi ya kufichana. Kamwambie ukweli. Hata uwe mchungu kiasi gani, bado utakuwa ukweli kwake. Akikaa na akituliza akili, atagundua wewe ni mwanaume sahihi, kwa sababu una uwezo wa kumkabili na kumwambia kitu hata kama ambacho ni kigumu ukisikia katika masikio yake. Ni ngumu na wanaume tunaferi hapo. Mjumbe, tangu nimezaliwa sijafanywa vitendo kama vile. Leo ndakuja kuzalilika mkubwa mzima kama mimi. Hebu niambie mjumbe. Sikiliza Koga, nikwambie kitu. Yule mtoto sio mtu mzuri. Kwa sababu mimi mwenyewe nimetoka ngende mwanakuliwa. Kanifanyaje? Amenikabusha. Unakumbuka na nikaja kwako. Leo wewe tena akakutoa ndani kakupeleka nje. Kile kitoto bwana ni akifai kabisa, achana nacho. Utakuja kudhalilika. Hizo nywele zako si nyeupe hizo, zitakuja kwa njano. Achana na hayo mambo, muache ule mtoto umuwezi. Mjumbe, mimi nakwambia hata kachokoza moto usiozimika nitamuonyesha pamoja na wazazi wake wote. Hivyo unanichezea mimi Kwega? Mimi ndio mwenyewe sijawahi kushindwa hata siku moja. Katika nimeanza kazi yangu hii, nimeanza bado mtoto mdogo mpaka nafikia umri kama huu, mpaka nakuwa na nywele mbili, zingine nyeupe zingine nyeusi. Sasa nitamuonyesha na atajua mimi ni nani. Hiyo mikwala moto usiozimika wa jela peke yake. Muda wote unawaka hata mvua ikinyesha. Nakwambia hivi Kwega, utakwenda kudhalilika. Yaani uchawi wako umeufanya toka uko binti mpaka umekuwa kikongwe sasa hivi. Afu mtoto mdogo kaja kufanya hivyo. Sasa utaenda kudhalilika. Leo kwa kutoa ndani kakuweka nje, kesho kutwa atakuwa barabarani kabisa tena uko kama ulivyozaliwa. Achana naye. Mimi ninavyokuambia, si unaona jasho linanitoka? Linanitoka ile jasho kwa ajili ya hasira. Sasa wewe nakwambia, alafu wewe unanipotezea. Sawa? Mimi nakwambia nitamnyosha. Wewe jasho linatoka kwa sababu ya hasira au joto limekuwa kali? Ila kimeweza. Ila yule Amanda hivi anawezaje ya mambo, mtoto mdogo? Mtoto je hatari ule. Famasiala mimi mwenyewe na jeuri yangu utakuta siku aweza nikajikuta nimevaa nguo kumbe niko kama nilivyozaliwa. Kibibi nacho kimeitafuta wewe kiache karibu. Wewe babu. Mbona ukoti simu zangu mzee? Umenipigia leo? Ndio. Basi nilikuwa nimepitia ndugu yangu, lakini sikuwa na sikumaanisha kutoka. Wewe mzee unajua unanichukulia poa sana mzee. Wewe nilikwambiaje nikirudi hapa mambo haya? Nataka pesa yangu au nataka chumba? Umefikia wapi? Jile saa atakumisa. Kaka, tokea ile siku umeondoka hapa wezi amini mpaka leo bado na fight kuhusu chumba chako. Kwa hiyo naomba tu nipatie. Wewe unachukulia poa mwanangu, mimi naondoka na wewe leo. Bro, nini? Nisikilize. Wasema amani, nisikilize mimi. Sikiliza nini mzee? Nakuomba japo dakika nisikilize. Sikiliza nini? Naomba mimi. Nisikilize. Nisikilize basi. Naomba nisikilize. Wewe ongea haraka haraka, wewe mnanipanga au? Basi utaniumiza. Yule ndo kwa sababu. Wewe ongea haraka haraka babu, msinipange. Yule ndo kwa sababu amekuja juzi, tumemfundisha ni kiande tu, haelewi chochote. Mimi nitakupeleka sehemu na utapata chumba na itakuwa mambo kila kitu. Wewe anachotaka mimi chumba changu mzee, wewe nataka faster babu. Sawa, nimekuelewa. Tuelekee nikupeleke. Wewe unatuposa. Wewe twende babu. Wewe twende. Wewe kulia poa babu, toka kuliko chumba changu. Usijali. Wewe kulia poa. Habari yako dada? Salamu, karibu. Ila kama unahitaji chapati mimi nimemaliza. Ungewahi pale mbele. Hapana, wala sihitaji chapati. Nina mzigo wako nimekuletea. Mzigo? Ya. Huu hapa. oh.
Hapana, ningependekeza ufungue mzigo baada ya mimi kuondoka. Samani, wewe ni nani? Na huu mzigo umetoka kwa nani? Wala haina haja ya kunifahamu. Ukiufungua mzigo utajua kila kitu. Honey sweet, wenzi ukitazama mwenzenu, nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani, mbona kama nasalitiwa. Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu. Napata hisia, hapana, zazaleta machungu, akina pagawa. Siwezi kufanya hivi. Watch it next episode. Maisha na matatizo, mbona kama naelewa. Maisha nakonda mwili hadi mifupa, hizi shida zimeniandama na juta. Likitita hili linafata lile, nachoka sio siri, mambo lelelele. Kazi ni changamoto, natakiwa